Umuhimu wa lango la mahusiano. Naposema mahusiano simaanishi watu walio katika ndoa, na maanisha relationships. Kiingereza unaposema relationship maana yake mahusiano, na unaposema communication maana yake mawasiliano. Kwa hiyo mahusiano pasipo mawasiliano, mara nyingi mahusiano hayo yanakufa. Na adui hupambana na sisi sana kwenye lango la mawasiliano ili kuhakikisha anayazima mahusiano yetu. Nataka nizungumze na wewe katika kitabu cha Zaburi ya 141 mstari wa 3, anasema Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, mgonjezi malangoni pa midomo yangu. Mfalme Daudi hapa anaomba kinywa chake kiwekewe mlinzi ili asizungumze mambo yasiyofaa na asizungumze mambo yatakayoharibu mahusiano. Mahusiano mengi yanaharibiwa na maneno. Maneno yanaharibu mahusiano. Pepo hukaa kwenye lango la kinywa kuharibu mahusiano. Leo makanisani, kwenye taasisi mbalimbali, kati ya jambo ambalo linaharibu mahusiano sana na kuharibu uhusiano wa watu wengi ni maneno, usengenyaji, kumzungumza mtu vibaya. Pepo usimama kwenye malango ya kinywa ili kuhakikisha anaharibu mahusiano ya mtu na mtu. Adui hutumia maneno ili kuyafanya malango ya mahusiano kuharibika. Lucifer, shetani, katika mlango wa 3 wa kitabu cha Mwanzo, unamuona aliyatumia maneno. Alimfuata Adam, anamwambia eti hivi ndivyo Mungu alivyosema. Alitumia maneno kuharibu uhusiano kati ya Adam na Mungu, kati ya Hawa na Mungu. Alitumia maneno tu, hakutumia kitu kingine, hakutumia pesa, hakumuonga Adam. Dhambi kubwa ya shetani ni uongo, na uongo aliutumia maneno. Alimfuata tu Adam, anamwambia eti hivi ndivyo Mungu alivyosema kwamba msile matunda yote ya mti wa bustani nini. Haya ndio mambo ambayo shetani huyafanya kuharibu mahusiano yetu na watu na Mungu pia. Mahusiano ni lango kubwa linaloleta kibali. Wakati mimi na wewe tuna uhusiano vizuri, nina kibali kikubwa zaidi ya kwako. Mtu unayemkubali zaidi ni mtu mnayehusiana vizuri zaidi. Kama mtu ni rafiki yako, mnashibana, mambo mabaya hayupo, mtu huyo kwako ana kibali zaidi. Kwa hiyo mahusiano yanajenga daraja kubwa sana la kibali. Katika kitabu cha Luka mlango wa 11 mstari ule wa 5, nikisoma kwa haraka, Luka mlango wa 11 mstari wa 5, akamwambia, ni nani kwenu aliye na rafiki amwendea usiku wa maneno na kumwambia nikopeshe mikate 3 kwa sababu rafiki yake amefika kwangu na ametoka safarini. Anazungumza kati ya watu wawili walikuwa wanapendana na mmoja amepata dharura ya usiku. Anasema bila shaka yule rafiki ataamka kwenye usingizi wake na atamfanyia rafiki yake msaada. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahusiano. Si kila nyumba ukigonga utapewa kipande cha mkate, na si kila nyumba ukienda kukopa utakopeshwa. Kwa nini? Kwa sababu mahusiano yanafungua kibali, na kile kibali kinaleta faida. Kwa hiyo mahusiano mema ni moja kati ya malango makubwa sana ya kibali. Unaweza kuona mataifa yana kitu wanaita diplomasia. Diplomasia ni mahusiano mema ya kimataifa kati ya taifa na taifa. Na leo ukiona nchi mpaka zimeingia kwenye vita na zinapigana, maana yake mahusiano yao yameharibika. Na hayaanzi tu kuharibika hivi hivi, yanaharibika kwa vitendo, na adui huanza kutumia maneno. Mahusiano ni lango kubwa la kupitisha upendo. Mtu unayehusiana naye vizuri utampenda. La kwanza ni kibali, la pili upendo. Mahusiano yanaleta mlango mkubwa sana wa upendo. Kwenye mlango huu wa 11 mstari wa 7 mpaka wa 10 anasema hivi, na yule rafiki akamjibu, sintaabishe, mlango umekwisha kufungwa nasi tumelala kitandani, na kuambia kwamba ijapokuwa atoki ampe kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyo mwacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Nami nawaambieni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Hapo unaona haya maneno, tafuteni nanyi mtaona, ombeni nanyi mtapewa, yanatokana na mahusiano. Anazungumza habari ya watu wawili walikuwa wanapendana, na mmoja ametengeneza daraja la kuleta mahusiano. Na hapa Kristo anasema ombeni nanyi mtapewa. Mahusiano ni lango kubwa la kumiliki. Mtu ambaye unataka kumiliki vitu vikubwa, tengeneza uhusiano wako na watu wengi. Ukuu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Mtu mwenye watu wengi, nina rafiki yangu mmoja ni askofu na ana kijana wake mkubwa wa kiume.
Yule kijana alipata ajali na akaumia mguu wake. Akaniambia, baba askofu, nimeshangazwa sana. Nikamwambia, nini kimekushangaza? Sema, kijana huyu ni kijana mdogo, lakini watu waliokuwa nyumbani mwangu walitisha. Ni watu wengi sana. Sema, nasubiri mwanangu apone nimshukuru, nimwambie, mwanangu, hongera sana, umeweza kutengeneza watu. Unajua, mtu ambaye ana watu wengi anamiliki zaidi. Mtu ambaye ana watu, majuzi nilikuwa na harusi ya kijana wangu, alikuwa anaoa. Kijana huyu alipokuwa anaoa, mimi ni askofu, ni baba yake na marafiki wengi, lakini na pia yeye ana marafiki. Mchango wangu na michango yake, ni michango ya watu wangu na michango ya watu wake ililingana. Hata inawezekana michango ya watu wake ilinizidi. Kwa nini? Kwa sababu ameweza kutengeneza network ya mahusiano ya watu wengi, na kumiliki kwako kunaongezeka. Usijivune kwamba mimi hamna mtu anajua. Naona watu wengi nasema, unajua mimi sijali bwana, mimi na maisha yangu bwana. Na kuambia, ukiwa na maisha yako una hasara yako mwenyewe. Kwa hiyo pepo usimama kwenye malango ya mahusiano ili kutunyima kibali, kutunyang'anya vibali kwa watu, kutuondolea vibali kwa watu. Pepo usimamia kwenye malango ya mahusiano ya familia ili kutengeneza chuki, kutengeneza magomvi, kutengeneza vita, kukataliwa na hata laana. Watu wengi ambao walilaaniwa na wazazi wao, walilaaniwa na watu waliowatangulia, ni wale ambao mahusiano yao na wazazi wao yalikuwa ni mabaya. Nataka nikuambie, adui asikunyang'anye mahusiano. Hakikisha unasimama vizuri, asimame kwenye lango la kinywa chako. Yapima maneno yao yasema juu ya watu wengine. Je, watayapokeaje? Wataumizwa na maneno yako ama watabarikiwa na maneno yako? Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.